Hiyo ni sauti ya Oktoba kweli? Hiyo yenyewe. Nashukuru sana kama umegundua hii yenyewe. Hiyo yenyewe, hiyo ya Oktoba. Mimi niko vizuri. Wilaya Iringa vijijini kwa upande wa UVCCM tuko salama. Na harakati zinaendelea za kuhakikisha tunakiletea ushindi chama chetu cha Mapinduzi. Mmejiandaaje kushiriki sasa uchaguzi kwa ujumla wake wote kuelekea Oktoba 29? Maana najua mchaka tayari umekwisha kuendelea na bado mko kwenye harakati hizo. Asante. Kabla sijaenda kwenye swali lako, ni waswabai wananchi wote ambao wanasikiliza Nuru FM kwa sasa. Nuru FM ni mwangazo wa jamii. Nuru FM imekuwa ikituburudisha, ikituelimisha. Kwa hiyo imekuwa ikitoa mchango mkubwa sana kwenye jamii yetu ya Iringa. Lakini nikienda kwenye swali lako ya kwamba tumejiandaje, sisi tuko vizuri na ndio maana niko hapa. Lakini kama vijana wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tumejiandaa vizuri katika kuhamasisha wananchi na vijana wenzetu, sio wa Chama cha Mapinduzi tu, bali wa vijana wote wale wenye vyama vya upinzani na wale wasio na vyama, wote tunawahamasisha tujitokeze kwa wingi sana Oktoba 29 twende tukatiki. Oktoba 29 waende wakatiki. Sasa wakati tunakwenda sasa kuanza jambo letu ambalo tuko nalo hapa, tuambie ni kwa namna gani sasa mmekuwa na harakati ambazo ni za kisiasa zenye kuhamasisha vijana kuchangia hasa maendeleo ya nchi yetu, lakini kushiriki nafasi hizo za uongozi, lakini vile vile kuwa na utayari. Maana tunajua kundi la vijana ni miongoni mwa kundi ambalo wao wamekuwa kitajwa kwamba ni wasindikizaji, lakini kwenye kushiriki hizo nafasi wala hawashiriki kabisa. Lakini ama hata kama wanashiriki kama nyie vijana mliopo ni kwa uchache. Lakini vile vile utatuambia wamejiandaaje kutoka huko kwenye kundi ambalo wewe unaliongoza kwenda kuhakikisha kwamba wanakwenda kuchagua viongozi wale ambao wao wanahitaji. Kwanza awali ya yote tulihakikisha tunahamasisha vijana wetu waweze kushiriki kwenye uchaguzi. Na kushiriki kuna mawanda mapana. Kuna kushiriki katika kupigiwa kura, kuna kushiriki katika kupiga kura, na kuna kushiriki katika mchakato mzima wa mfumo mzima wa uchaguzi. Hilo tulihakikisha tunalifanya vizuri, na ndio maana katika kura za maoni kwenye upande wa CCM vijana wengi walijitokeza kushiriki kupigiwa kura na kupiga kura. Hilo likapita. Sasa hivi tupo katika mchakato wa kukipatia ushindi chama chetu. Kama wale vijana ambao walishinda na wale vijana ambao walishindwa, wote tumewaunganisha katika mstari mmoja kuhakikisha tunakipambania chama chetu kinapata ushindi. Kwa hiyo sisi vijana tuliandaa vizuri sana. Sasa hivi tunachokifanya ni kuhamasishana. Oktoba 29 vijana wote tuhamasishane tutoke kwa wingi kupiga kura ili tukiasimishe chama chetu, lakini tuwapate viongozi ambao watakisaidia chama, lakini watakuja kusaidia wananchi. Kwa sababu wakishapita, kwa mfano Mheshimiwa Rais akishapita, mbunge akishapita, madiwani wakishapita, wanakuja kuhudumia jamii nzima. Si wana CCM peke yake, wanahudumia wale wasio na vyama na wale wenye vyama vingine. Kwa hiyo tunachohamasishana sasa hivi ni kutoa elimu kwa vijana wetu, kuhakikisha tunajitokeza kwa wingi ili ifikapo tarehe 29 Oktoba basi tujitokeze kwa wingi. Lakini umeniuliza swali jingine ya kwamba sisi kama UVCCM tuna mchango gani? Kwa sababu UVCCM ni tawi la Chama cha Mapinduzi. Pasipo haya matawi chama bado hakijasimama. Ndio maana tuna UVCCM, tuna umoja wa wazazi, tuna umoja wa wanawake, yani matawi. Sasa sisi kama vijana tunaingia moja kwa moja kwenye mchakato wa kuchangia katika maendeleo ya taifa. Kwa sababu gani? Kwa mfano mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana kwa ngazi yoyote, iwe ya tawi, kata, wilaya au mkoa au taifa, anaingia kwenye kamati ya siasa. Katibu anaingia kwenye secretariat. Katibu wa mwezeshaji anaingia kwenye kamati ya utekelezaji. Kote huko, kwa mfano kwenye kamati ya siasa ndio ambayo inaandaa, kwa mfano kwenye kata inaandaa kwamba kwenye kata yetu kuna mahitaji gani. Wilaya hivyo hivyo, mpaka taifa ndio ambayo inaandaa ilani kwamba sisi ilani yetu ni hapa, tunaenda kuinadi kwa wananchi. Hapo mwenyekiti wa umoja wa vijana ameingia katika mchakato wa kuchangia nini yale mawazo kwamba jamii yetu kwa sasa hivi inahitaji hiki, inahitaji hiki, inahitaji hiki. Ameingia katika mchakato. Kwa hapo utaona moja kwa moja UVCCM inaingia katika kuandaa mfumo mzuri wa kimaendeleo. Na ndio maana tunasema sisi kama UVCCM tunatoa mchango mkubwa katika kuleta maendeleo. Kwa sababu serikali iko chini ya Chama cha Mapinduzi.
na waliofanya mchakato wa kuhakikisha wanainadi ilani au wanapeleka yale mawazo na sera ni Chama cha Mapinduzi. Hapo tunaona ni kwa namna gani UVCCM tuna mchango mkubwa kwenye harakati za kimaendeleo. Umetaja ilani hapo nikakumbuka jambo. Je, ilani hizi ambazo vyama vimekuwa vikitoa hasa chama chenu cha Mapinduzi inawagusa vijana kwa kiasi gani? Kwa namna gani? Ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwanza mimi ni wasifu sana viongozi wetu wa chama. Wanatambua kwamba asilimia kubwa ya idadi ya watu waliopo kwenye nchi yetu ni vijana. Kwa hiyo kwenye kundi la vijana wametuona sana. Ukiachana zile asilimia 4 zinazotolewa, lakini vile vile serikali inagusa vijana walioko vyuo vikuu, serikali inagusa vijana walioko sekondari, serikali inagusa vijana wakulima. Kwa mfano, kwenye sekta ya kilimo, serikali inatoa ruzuku. Asakishatoa ruzuku, sisi kama vijana moja kwa moja tunaguswa. Serikali inapoboresha miundombinu ya barabara, sisi vijana kwa sababu ndio tunajishughulisha na kilimo, biashara, tunanufaika na miradi ile ambayo inatengenezwa. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani serikali imekuwa ikiwajali sana vijana. Na sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi tunafurahia sana kuona serikali yetu inapanga mipango ambayo inatugusa moja kwa moja vijana. Kwa hiyo utaona kila kinachofanyika sisi vijana lazima tuguswe. Omari, kazi yako kubwa ni kuhamasisha. Wewe kama kiongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi, ni kwa namna gani sasa hivi tunapoelekea Oktoba 29, namna ambavyo unawaona vijana si ndani tu ya Chama cha Mapinduzi, hata kutoka kwenye vyama vingine ama nje, hata wale ambao hawana vyama lakini ni watu ambao ama ni vijana ambao wanatakiwa kwenda kupiga kura, hamasa yao ipo kwa kiasi gani? Mimi niseme tu, nikizungumzia katika sifia ya wilaya yangu, vijana wana mwamko mkubwa sana na uchaguzi huu. Na ndio maana tunaona mikutano mingi inayofanyika ya Chama cha Mapinduzi, vijana wengi wanajitokeza na wanashiriki kiukamilifu. Lakini sambamba na hiyo, vijana wetu ambao sisi tulifanya kazi kubwa katika kuwashape na kuwaweka pamoja na kuona kwamba wana nafasi kubwa ya kushiriki katika masuala ya uchaguzi. Kwa sababu wao ndo, sisi ndo vijana ndo tunasema tuna long term life, yani tuna muda mrefu sana kuishi. Kwa sisi tusiposhiriki moja kwa moja katika mipango, tutaachwa nyuma na baadaye sisi tutakuja kujilaumu wenyewe. Kwa sisi tunachokifanya ni kutoa elimu kwa vijana wetu ya kwamba katika masuala ya uchaguzi hatutakiwi tukae nyuma. Lazima tuhakikishe tunakaa mstari wa mbele, tunachagua viongozi ambao wao watakuja kujali maslahi yetu. Kwa sisi kwenye wilaya yetu vijana wana mwamko mkubwa sana, na ndio maana walishiriki kwa kiwango kikubwa sana kwenye uchaguzi katika kura za maoni, na hata sasa hivi tuna vijana kadhaa wamesimama katika swala la udiwani. Na nilikuwa nakuja hapo kwenye hizo, hebu tupe hizo takwimu pengine kwa idadi ambayo uko nayo kwa haraka vijana wamejitokeza, ambao wale tukiachana na hata hao ambao majina yao pengine hayakurejea, wale ambao wamepenya sasa huko wako kwa kiasi gani? Tunashukuru Mungu, kwa mfano kata ya Mauninga kuna kijana mdogo tu amequalify, anaenda kuwa diwani. Mungu akijalia tarehe 29 atapigwa kura nyingi, na tunaamini ya kwamba ataenda kupigwa kura. Tuna kijana yuko Mseke, tuna kijana yuko Rumuli. Utaona ni kwa namna gani sisi hata tulikuwa na lengo letu tupata hata vijana wawili ambao wataingia kwenye halmashauri. Lakini tumefanikiwa, tuna vijana 4 ambao wataingia kwetu halmashauri. Kwetu sisi kama umoja wa vijana kwetu sisi ni mafanikio. Kundi ambalo tunalizungumzia ni lile kundi ambalo asilimia kubwa hawana ajira. Omari, utakubaliana na mimi, vijana wengi wamekuwa wakilalamika ajira imekuwa ni changamoto. Pengine wewe kama kiongozi wao unaliona hili kwamba sasa hivi siasa zimegeuka kuwa sehemu ya ajira, vijana wanakimbilia kwa sababu hawana ajira? Hapana, hilo mimi nakataa kwamba vijana wengi wanaoingia kwenye siasa ni kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Hapana, kwa sababu siasa, everyone is political in nature. Yani kila binadamu ni mwanasiasa kwa uhalisia. Na tukiangalia kundi kubwa la vijana ambao wame graduate vyuo vikuu, vyuo vya kati, na vijana ambao wamedili moja kwa moja kwenye vyama, utakuta kuna utofauti mkubwa. Waliobakia kule ni wengi kuliko hata ambao tuko kwenye vyama. Kwa hiyo mimi siliafiki ya kwamba vijana wengi wamekimbilia huko kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Hata wakikimbilia huko kuna, kwani chama ndio kinatoa ajira? Labda akishapata udiwani, akapata ubunge, akawa rais. Ubunge na udiwani huo ni utumishi, sio ajira. Kwa sababu kwa mfano diwani hana hata mshahara hana. Kuna visenti Omari kidogo vile sukuma siku mbili tatu. Sasa katika kazi ambayo ni ya wito ni kazi ya udiwani. Kwa sababu diwani posho yake haizidi 400. Lakini diwani huwa akiamka asubuhi anawakuta wananchi wako nyumbani kwake. Wananchi wanamlilia shida. Diwani, mwanangu sijui kaachishwa shule kwa sababu ya hii. Sijui diwani
kwetu kule kuna mgonjwa, diwani kuna hili, anatoa percent ile ambayo anaipata ambayo ni ndogo, anahudumia wananchi wake. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni kazi ya wito, ni kazi ya kiutumishi, wala sio ajira. Ajira lazima uwe na salary scale, kwamba hapa mimi mshahara wangu 800, salary yangu hii hapa, makato yake haya hapa, kuna NHIF, sio kuna nini, kuna kila kitu. Kwa hizi kazi hizi sio ajira. Okay. Yeah. Msikilizaji, una nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi wa